Bwana kwa sababu ya fursa hii ambayo amenipatia mara tena nikuletee neno la Mungu, likutie moyo, likupe matumaini ya kuendelea katika jina la Bwana. Maana kwa neno la Mungu tunapata nguvu za kuendelea. Kwa hivyo ningetaka tuombe, baadaye tutashiriki neno la Mungu pamoja. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuheshimu, ninakuinua, ninakuhimidi ni kwa sababu wewe ni mwema. Na vazi hii ambaye umeniandalia na umeandalia mpendwa ambaye Mungu wetu atapata nafasi ya kusikia ujumbe huu, Bwana naomba ya kwamba ukambariki, ukamtende mema katika jina la Yesu. Zamani hizi zetu ambazo zina hofu nyingi, zina shida nyingi, tunahitaji faraja ya neno lako na uelekezi wa neno lako. Baba, nafasi naiweka mikononi mwako, uniongoze na hata pia unisaidie katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ningetaka kushiriki pamoja na wewe mpendwa neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari ule wa 13, na nitakwambia ni ujumbe gani nataka tuzungumze na wewe katika dakika ambaye si nyingi katika jina la Bwana. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 10 mstari wa 13. Bible inasema ya kwamba mstari ule wa 13, mstari wa 13 inatuambia hivi: jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hataacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Leo nataka tushiriki pamoja na nyinyi wapendwa ambao mnanitazama ya kwamba juu ya kipimo cha mateso, ya kwamba iwapo tutapita katika mateso ya aina mbalimbali, majaribu ya aina mbalimbali, ugumu wa aina mbalimbali, hali tofauti katika maisha yetu, kitu ambacho ningetaka kukuambia mpendwa, hakuna haja ya kufa moyo. Maana maandiko inatuambia ya kwamba kuna kipimo fulani cha majaribu ambaye Bwana hatakubali kipite. Na neno la Mungu katika kitabu kile ambacho tumesoma inasema hivi ya kwamba jaribu haikuwapata isipokuwa ile iliyo kawaida ya wanadamu wengine. Ya kwamba majaribu ambaye unaopita ama ninaopita leo, iwe ya kwamba ni magonjwa, iwe ya kwamba ni njaa, iwe ya kwamba pengine ni ukosefu wa pesa, pengine shida za hapa na pale ama za kijamii, ni ile iliyo kawaida ya wanadamu wengine wote, ni ile ambayo watu wengine wanapita. Lakini maandiko inasema ya kwamba pamoja na hiyo majaribu yoyote ambayo tunayopitia, Bwana atafanya mlango wa kutokea. Kwa hivyo ile kitu ambayo nataka kukutia moyo naye sana ni ya kwamba majaribu yoyote unaopitia siku hii ya leo, ya kwamba pamoja na hiyo majaribu kuna kipimo ambacho Mungu hatakubali upite. Hata kama umesukumwa kiasi gani, lakini ujue ya kwamba kuna kipimo fulani ambaye Mungu amepima, na ukifika katika mahali pale Mungu anafungua mlango na unatoka katika mahali pale ili ya kwamba uwe na ushuhuda. La sivyo, kama Mungu angekuwa na kipimo cha kupima mambo ama mashida zetu, ya kwamba hakuna mtu angeweza kustahimili hali tulio nayo katika ulimwengu hata wakati kama huu. Na ningetaka kusema ya kwamba mpendwa, ya kwamba katika hali hii tunayopitia sasa na kipindi hiki kigumu ambaye ni cha corona na magonjwa mengine ambayo inazunguka katika jamii, ya kwamba usikubali ya kwamba kufa moyo. Jua ya kwamba kuna kipimo. Jua ya kwamba kuna kipimo, na ya kwamba kipimo kile kitakapokuwa ya kwamba umefika mwisho, utatokea pale pengine na ushuhuda ya kwamba kile Mungu amefanya. Nawe utakuwa na nafasi ya kushuhudia, utakuwa na nafasi ya kufariji mwingine, utakuwa na nafasi ya kueleza ukuu wa Mungu. Maandiko inasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Kusema Mungu ni mwaminifu ni kusema ya kwamba yeye hawezi badilika na hawezi kujikanusha katika kunena neno ambalo amelinena. Kwa hivyo mpendwa, nataka kukwambia hivi ya kwamba majaribu ni mengi sana tutakaopitia tukiwa katika ulimwengu huu, lakini pamoja na hiyo kuna njia na kuna kipimo ambacho Mungu ametuwekea. Ninajua ya kwamba pengine maombi ambayo tumeomba katika nchi hii mpaka sasa ni maombi ambaye hatujui, haiwezi kuhesabika ni kiwango gani, lakini najua kile ambacho kimebaki
ni ya kwamba nitufikishe kiwango cha Mungu. Kikifika ya kwamba utaona ya kwamba hii shida na matatizo haya ambayo tunapitia katika Kenya na ulimwengu mzima, ya kwamba itapotea kama moshi, haitajulikana imeenda namna gani. Mungu atajua atafanya nini. Mungu akitaka kumaliza shida, yeye anajua ni kitu gani anaweza fanya. Na kwa hivyo mpendwa ambaye unanitazama, ni kuambia hivyo ya kwamba majaribu hiyo ambayo uko nayo, shida hizo ambazo unapitia, wewe ambao unapitia magonjwa, wewe ambao unapitia ukosefu wa chakula, wewe ambao pengine umepitia hata hizi mafuriko ambayo tuko nayo. Wewe leo nilipigiwa na mpendwa fulani simu ya kwamba shamba lake hapa mashini, ya kwamba kila kitu kimeenda na maji. Nataka kusema ya kwamba hata kwa mpendwa yule, ya kwamba pamoja na hiyo majaribu, Mungu atatengeneza njia, na shamba lile nataka kusema kwake ya kwamba atavuna chakula katika shamba hiyo, maana Mungu ni mwaminifu. Hata mvua hii ambayo imekuwa kubwa namna hii, ya kwamba ina kipimo, ina siku ambazo Bwana ataipunguza na itakuwa kawaida. Nilikuwa nikifikiri juu ya neno hili katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya pili na mstari ule wa 10. Kuna neno ambalo nataka kuongeza kwako, ambalo linasema ya kwamba inataja juu ya siku ambazo Mungu alisema kanisa hili litajaribiwa muda wa siku fulani, na baada ya siku hizo ya kwamba waendelee kushangilia uzuri wa Mungu. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya pili na mstari ule wa 10, kuna neno linasema hivi: usiogope mambo yatakao kupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana anazungumzia kanisa la Simirina. Anasema kwa kanisa hili watajaribiwa siku 10, 10 days. Hii ni kusema kwamba kuna kiwango kile ambacho kinatutatiza. Mungu hafunui kila kitu kwetu, ya kwamba kama ni majaribu ya siku 3 hawezi kukuambia ni siku 3. Kama ni majaribu pengine ya siku 10 hawezi kukuambia kwamba ni siku 10. Lakini kwa kanisa hili nashukuru ya kwamba waliambiwa watakuwa na majaribu ya siku 10, na baada ya kujaribiwa siku hizo 10 ya kwamba Bwana atawaokoa, Bwana atawamalizia yale majaribu. Na Biblia inasema kwamba Mungu naye ni mwaminifu, atakuwa mwaminifu kwao, ya kwamba hata kama wanafiki walikuwa na dhiki walizokuwa wakipitia, na Bwana akasema msiogope dhiki hizo. Dhiki hizo ni za siku 10. Ninaamini ya kwamba hata majaribu ambaye na hali tunaopitia katika nchi hii ya Kenya na ulimwengu mzima, ya kwamba ina siku fulani tutakuja kuhesabu kama makanisa, ya kwamba makanisa yalifungwa muda fulani na baadaye kafunguliwa na itarudia katika hali hiyo. Nataka kukuambia hivi ya kwamba kila kitu kina kipimo chake. Majaribu ina kipimo chake ambacho inapimwa, ya kwamba utafikisha majaribu haya katika kiwango hiki, na ikishafika kile kiwango cha Mungu anafungua mlango. Na ndipo unasikia kwamba watu hata wakishuhudia wakisema fulani alikuwa mgonjwa sana na ya kwamba karibu aende, lakini sijui nini ilifanyika, hata madaktari wameshindwa, kwa sababu yule mtu ameanza kupata afya, na mtu huyo siku 3 ama siku fulani anaonekana ya kwamba ametoka katika ward, na mtu yule anaendelea kuishi. Nataka kusema nini? Ya kwamba majaribu hayana budi. Hii ndio nataka ujue jambo moja. Jambo la pili, majaribu yakija ina muda wake. Jambo la 3, Mungu anafungua mlango wa kutokea. Kwa hivyo katika hali zozote mpendwa mlizo nazo manyumbani na kila mahali ambapo unaweza kunitazama, nataka kuambia kwamba ni ya muda tu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 15 na mstari wa 14 na 13, inaeleza jinsi gani Mungu alivyomwambia Ibrahimu ya kwamba kizazi chako kitakuwa wageni kitakuwa watumwa katika nchi ya kigeni, na
watakapokuwa katika utumwa ule watakuwa miaka 400. Neno ambalo nataka kukumbusha hapo na kuleta kwako ni ya kwamba Mungu anasema kiwango gani, ya kwamba Ibrahimu, wewe kizazi chako miaka ambayo inakuja kitakuwa watumwa katika nchi ya kigeni. Na tunakuta ya kwamba baada ya miaka nyingi ya kwamba ule uzazi ama kile kizazi cha Ibrahimu ambaye ni kile kizazi cha wana wa Israeli ya kwamba kilienda utumwani kule Misri, na wakawa katika mahali pale miaka 400. Baada ya miaka 400 ya kwamba wakatoka. Nataka kusema ya kwamba hata kama majaribu inaonekana ni mrefu, hata kama shida hii inaonekana ni kama ya kwamba maombi ni kama hayasikiki, nataka kusema hivi, tusilaumiane katika jambo hili. Ninyi washiriki msilaumu wachungaji hatuombi, na ya kwamba hata waombezi wasilaumiane ya kwamba kuna watu wametenda dhambi. Unajua ya kwamba kitu ikiwa ngumu, watu wanataka kutoa sababu ni nani anazuia kisifanyike. Mimi niko kusema hivi ya kwamba hakuna mtu ambaye maombi ambaye watu wameomba, watu wa Mungu, imesikika. Lakini Mungu ana kiwango chake ambacho pengine cha jaribu hili, ili ya kwamba kila muombezi na kila muamini asiwe na kiburi ya kwamba ni alisababisha ya kwamba Mungu kujibu, Mungu kuleta matokeo, ili kila mtu awe ya kwamba ametoka katika hali ya kusema kwamba mimi natumaini Mungu. Kila mtu awe ya kwamba anasema mimi nimetumainia Mungu. Kwa hivyo hili hali pengine ya kusema pengine kama mmoja mpendo fulani nilisikia akisema kwamba makanisa ndio imefanya ya kwamba mambo haya yawe magumu. Si makanisa haina shida, lakini kuna kiwango cha majaribu fulani ambaye Mungu hutupitishia ili kuweza kutupa matumaini, tuweke matumaini kwake, na ili kila mtu awe mwanadamu na Mungu awe Mungu. Na mwisho wa mambo yote hakuna utukufu kwa mtu yoyote, utukufu wote unamrudia Mungu. Nataka kusema hivi nikimalizia ya kwamba mpendwa, hali hii tunatoka, majaribu hiyo ulionayo ina kipimo na imewekewa mipaka. Hata kama yatakuwa moto, hata kama itakuwa kama upepo mkubwa kwako, lakini ina siku zake itaondoka, na inakufanyia ushuhuda kwa watu wengine, ili uweze kuwa msaada kwa mtu mwingine aliye katika na shida kama hizo. Nikimalizia niseme hivi ya kwamba mpendwa, tuweke matumaini kwa Mungu, na hali hiyo ulio naye ya kwamba Mungu anaenda kufungua njia. Tuombe. Baba wetu mtakatifu, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya neno lako, neno ambalo latuonyesha ya kwamba Baba wetu, wewe una kiwango ambacho unapima, iwe ni dhiki, iwe ni majaribu, iwe ni majanga, iwe ni shida gani, iwe ni mateso, ya kwamba kuna kiwango fulani. Ninaamini ya kwamba leo kuna watu ambao wanatoka katika hali ambazo wamepitia, kwa sababu kiwango ambacho kilichokuwa kimewekwa tayari kimetimia. Na ninaamini ya kwamba hata Kenya na makanisa ya kwamba kiwango cha kuwa manyumbani, Bwana unajua ni siku gani kitatimia, na watu watarudi nyumbani mwako kwa furaha. Barikia msikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen.